Majina yangu ni Simon Mzwanda. Kituo ambacho kimenipa ajira ya kupata ugali wa kila siku ni Tan African TV. Leo hii tunakwenda kujikita katika tafiti tulizozifanya na tunazoendelea kuzifanya kufichua mambo mazito na makubwa yanayofanywa na jumuiya zinazoonekana ama taasisi zinazoonekana ni za kimataifa, lakini huku nyuma yake kukiwa ikiongozwa na Umoja wa Mataifa, yani United Nation. Ilikuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 11 mwaka 2021. Eneo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Zawadi ilipokelewa na kubandikwa. Zawadi hii iliyotokea nchini Mexico, na walioitengeneza zawadi hii ni Bwana Jacob pamoja na Maria Angelis. Hawa wote ni raia wa Mexico. Zawadi hii kama ambavyo unavyoweza kuiona pichani ni sanamu ambalo limetundikwa katika jengo kubwa linalojulikana kwa jina la Visitor Plaza lililoko makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Jina lililopewa sanamu hiyo linaitwa ni sanamu la usalama na amani duniani kote. Tan Africa na baadhi ya partners ambao wanafanya kazi pamoja kutokea katika nchi ya Nigeria tuliweza kuchukua sanamu hiyo na kuangalia ni nini ambacho sanamu hiyo inawakilisha. Lakini katika tafiti tulizozifanya tulishirikisha vitabu vya dini ambavyo ndio vimekuwa kama mwongozo wa kupata majibu ya kile ambacho kinachotarajiwa kutokea katika siku za usoni na kile ambacho Umoja wa Mataifa wanajaribu kukipanga dhidi ya mataifa mengine. Leo hii tutaanza na kitabu cha Biblia. Lakini kabla sijaendelea, niwakumbushe tu ndugu zangu katika ukanda wa Afrika Mashariki mambo machache. Jambo la kwanza, tunafahamu njiwa mweupe ndiye aliyekuwa anabeba ujumbe wa amani, yani peace. Lakini leo hii tunaletewa aina nyingine ya sanamu ambalo ndilo litakalokuwa likiwakilisha amani hiyo. Je, imekaaje? Kwa kuanza, chukua Biblia yako, kitabu cha Daniel sura ya 8 mstari wa 23 mpaka wa 25. Nami nitakwenda kusoma kama unavyosema. Karibu tuwe sote. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu. Mstari wa 25, na kwa mashauri yake atafanikisha bila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana na aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Lakini pia tuangazie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 3. Nayo inasema kama ifuatavyo unavyoona kwenye picha, lakini pia tutasoma kwa lugha ya Kiswahili. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Amani ya kweli imeondoka. Kilichobaki ni maigizo ya amani ili kutekeleza unyama wanaotaka kutekeleza. Lengo na sababu ni kutulazimisha kuingia katika mfumo wanaouandaa hivi sasa. Lakini hebu ni kuchukue sasa tuangazie sanamu hili na kisha tulidadavue vizuri kwa kila mmoja wetu aweze kuelewa. Ni maono yaliyoonekana kwa ndoto ya Daniel yaliyoelezwa kwenye kitabu cha Daniel na Ufunuo. Ukifungua kitabu chako cha Biblia
Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na mstari ule wa 2 inasema maneno yafuatayo: na yule mnyama niliyemwona alikuwa ni mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa ni kama miguu ya dubu, na kinywa chake ni kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ukiangalia picha hii, kuna mshale mwekundu unaonyesha kuwepo kwa muunganiko kati ya kichwa na kiwiliwili, ikiwa eneo la shingo limeunganishwa na gamba la nyoka. Mara baada ya kuonyesha kila kitu, na sasa tutaangazia eneo la mabawa, ni wapi yalipotoka. Bado tutarudi kwenye kitabu cha Daniel sura ya 7 na mstari ule wa 4. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama ya mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Mwisho. Na ikiwa basi ndio kwanza unajiunga nasi, mbele yako ni sanamu jipya lenye ishara ya amani na usalama lililowekwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kule nchini Marekani, katika jiji la New York, na kwenye jengo linalojulikana kwa jina la Visitor Plaza. Mwanzo tulikisoma kitabu cha Daniel 7 na mstari wa 4 ilizungumza kuhusiana na mnyama wa kwanza, na katika kitabu cha Ufunuo 13 wanazungumzia habari ya mnyama wa pili. Je, ungependa kuwajua kibiblia tafsiri ya neno mnyama? Maana yake ni utawala. Mnyama wa kwanza anawakilisha one world religion, yani dini moja ulimwenguni kote. Mnyama wa pili anawakilisha serikali moja, yani one world government. Mwenye masikio na ayasikie maneno haya. Tumekuwa tukiimba kuhusiana na kitu kinachoitwa New World Order, na huku anayekiratibu kwa ukaribu zaidi ni makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo viongozi wengi wako chini yake. Je, unafahamu ndani ya ofisi za makao makuu ya Umoja wa Mataifa kiko chumba cha kutafakari, yani meditation room, lakini ndani ya chumba hicho yupo anayeabudiwa. Je, wewe unamjua? Lakini je, unaifahamu taasisi ya Lucis Trust ambapo zamani ilijulikana kama Lucifer Trust? Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu. Yako mengi ambayo unatakiwa kuyafahamu ili uweze kuamka kutoka usingizini. Sauti unayosikia ni Simon Mzwanda wa Tan African TV. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.